Leo ni sikukuu ya watakatifu wote, na ujumbe wetu wa leo unasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora. Zaburi inasema hivi: watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Zaburi ya 16 mstari wa 3. Maneno haya ni ya muhimu sana kwetu kuyatafakari, hasa katika siku hii ambayo ni sikukuu ya watakatifu wote, na kujiuliza, je, sisi ni watakatifu vya kutosha? Baadhi ya watu wasio wa Katoliki wanashindwa kuyaelewa maneno haya ya Mungu yaliyonenwa kwa kinywa cha mzaburi. Wao wanayatumia kama rungu la kuubomoa Ukatoliki. Wanayachangamkia na kuyatumia tena sana kupinga desturi za Wakatoliki za kuwatambua watakatifu ambao tayari wamekwisha kuaga. Wao, yani wapinzani, wanadai ya kuwa kwa maneno haya Mungu hana mpango na watakatifu waliokwisha kufariki, bali wale waliopo duniani. Lakini hakika hiyo sio maana yake. Kwa maneno haya Mungu hatofautishi wazima na wafu, bali anatofautisha watakatifu, yani watu wema, na wale wasio watakatifu, yani watu waovu au watu wabaya waliopo duniani. Nirudie tena, kwa maneno haya kwa kinywa cha mzaburi, hayamaanishi kwamba Mungu alitofautisha watakatifu wanaoishi na watakatifu waliokwisha kufariki, bali Mungu anatofautisha watu wema walioko duniani na wale wasio wema walioko vile vile duniani. Mungu anapendezwa na watu wema wanaoishi katika ulimwengu huu uliojaa uovu, na walioamua kujitenga na maovu ya ulimwengu, tofauti na wale walio waovu. Yesu analiweka jambo hili sawa katika sala ile ya kuwaombea wanafunzi wake aliposali akisema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule muovu. Wao si wa ulimwengu huu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Na hii inapatikana katika Yohana 17 mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Kwa maana hiyo, Mungu anatutaka tuwe watakatifu kama yasemavyo maandiko, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Tena Mungu anawatafuta hawa watu watakatifu waliopo duniani ili wamwabudu, kama yanavyosema pia maandiko. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Yohana sura ya 4 mstari wa 23. Tena Mungu anafanya kazi na watakatifu waliopo duniani kama maandiko yanavyosema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema,
yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Warumi 8 mstari wa 28 mpaka wa 30. Basi na tujihoji tena tukijiuliza, je, sisi ni watakatifu vya kutosha? Kwa sababu Mungu anapendezwa na watu walio watakatifu na anawatafuta ili wapate kumwabudu. Sasa je, sisi ni mojawapo wa kundi hili analolitafuta Mungu? Vile vile, kanisa limeweka desturi ya kuwataja watu waliofariki na walioishi imani yao kwa uthabiti kama watakatifu. Tunachokifanya kwa watakatifu hawa ni kuwaheshimu kutokana na jitihada zao za kumtafuta Mungu kwa bidii na kwa upekee wa kila mmoja. Tunawaheshimu na kuwakumbuka kama vile tunavyowaheshimu na kuwakumbuka mashujaa wa kitaifa, kwani watakatifu ni mashujaa wa imani. Tunawaheshimu kwa sababu wanatuandalia mambo yafuatayo muhimu. Jambo la kwanza ni maagizo. Maandiko, maneno na au matendo ya watakatifu au ya watu hawa tunaowaita watakatifu yanatufundisha sana juu ya kuiishi imani yetu. Maisha yao kwetu ni fundisho. Tukiyasoma tunajifunza mengi na kugundua kuwa walifanya mambo ya kawaida tu, lakini waliishi maisha ya uadilifu yaliyowapa tuzo. Jambo la pili ni uvuvio. Tunafuata namna yao ya kuishi imani. Kwa maana nyingine, wao ni mifano bora ya kuigwa katika imani. Wao walikuwa watu wa kawaida kama sisi. Walikuwa na madhaifu kama yetu. Walikumbana na vishawishi vingi na hata mateso. Lakini walithubutu kufanya mambo ambayo yaliwastahilisha kufikia utakatifu. Kila mmoja wetu anaweza kuwa na mtakatifu wake wa mfano. Kwa mfano, ukiniuliza mimi, mtakatifu wangu wa mfano wa kuigwa ni nani? Basi nitakujibu kuwa mtakatifu wangu wa mfano ni Faustina wa huruma ya Mungu. Maandiko yake juu ya huruma ya Mungu na matendo yake katika kuieneza huruma ya Mungu vinanifundisha kuiishi, kuieneza na kuifaidi huruma ya Mungu. Sasa labda nikuulize, wewe je, mtakatifu wako wa mfano ni nani? Lakini ni muhimu kujiuliza vile vile, je, tumejaribu nasi kuiga kuishi kwa ujasiri kama watakatifu wetu wa mfano katika nyakati na mazingira yetu? Kwa mfano, kama wewe ni mwanarita wa Akashia, je, unafanana na mtakatifu Rita? Tuseme pia kama wewe ni mwanapadre Pio, je, tunaweza kumwona Padre Pio katika maisha yako?
Hebu shirikisha katika tafakuri. Tumsifu Yesu Kristo.